Bwana, hizi ni habari mbaya by the way kwa mashabiki wa Simba kutokana na mwamuzi ambaye amepewa jukumu la kusimamia mchezo wa fainali kati ya Simba na RS Berkane kwenye mchezo huu wa pili pale kwenye uwanja wa Amani Complex. Kwanza ni mwamuzi ambaye jina lake anaitwa Dehane Beida. Huyu ni mwamuzi maarufu sana kwenye soka la Afrika, ni mwamuzi ambaye tumemshuhudia mara nyingi kwenye mashindano mbalimbali ya CAF akichezesha. Ni mwamuzi mzuri by the way. Lakini ni mwamuzi ambaye kidogo anaweza kupeleka maumivu pale Simba kutokana na historia yake na timu kutoka Morocco. Yaani ni mwamuzi kidogo ambaye of course mara zote ambazo anachezesha timu au mechi yoyote ambayo inahusu vilabu au timu ya taifa yoyote, either ya vijana au senior team au klabu yote kutoka Morocco, ni mwamuzi ambaye mara nyingi kwenye mechi zake amekuwa yani iko hivi. Yani huyu mwamuzi Dehane Beida, mechi zote ambazo amechezesha ambazo zinahusisha timu kutoka Morocco, huwa zile timu za Morocco zimepata matokeo mazuri. Hakuna hata mechi moja ambayo amewahi kuchezesha dhidi ya timu kutoka Morocco alafu ile timu kutoka Morocco ikapoteza mchezo yeye akiwa mwamuzi. Maanake mechi zote ambazo amezisimamia akiwa mwamuzi, timu za Morocco zimepata matokeo ambayo ni mazuri. Na huyu ni mwamuzi ambaye ana historia kubwa by the way kwenye soka la Afrika, kwa sababu ni mwamuzi mkongwe, ni mwamuzi wa muda mrefu, lakini historia yake sio nzuri sana dhidi ya Simba, kwa sababu Simba alicheza dhidi ya Berkane ambayo inatoka Morocco, na mara zote ambazo amechezesha mechi za mataifa ambazo zinahusisha klabu kutoka Morocco au timu yoyote, ukiacha klabu kwa maana ya timu ya under 20 au senior team kutoka kwa taifa la Morocco, hajawahi kupoteza, ile timu ya Morocco haijawahi kupoteza mchezo. Kwa ni historia bora sana kwa RS Berkane, na hiyo ni sababu nyingine ambayo inawafanya Simba wao waingie kwenye huu mchezo wakiwa disappointed au wakiwa hawabebwi na takwimu za mwamuzi. Lakini Berkane wanaingia kwenye huu mchezo wakiwa wanabebwa na takwimu za mwamuzi kutokana na historia nzuri ambayo anao dhidi ya timu kutokea Morocco. Sasa kwenye kuchimba kwangu, huyu ni mwamuzi ambaye ni mwamuzi ambaye yani kwenye rekodi zake inaonyesha kwamba miaka ya nyuma amewahi kuishi kwenye taifa la Morocco, na kuna nyakati aliwahi kupata mafunzo ya ukocha kati ya mwaka 2013 mpaka 2015. Hapo katikati alikuwa anajifunza ukocha kwenye taifa la Morocco. Manake ni mtu pia ambaye ana vinasaba na taifa la Morocco. Ni mtu ambaye mara nyingi huwa anakuaga Morocco, lakini amewahi kufika Morocco mara kadhaa. Lakini pia hata taifa lake la asili, kwa maana taifa ambalo amezaliwa, yani taifa ambalo lipo karibu na Morocco, yani ni familia. Yani kwa mfano ni kama hivi Tanzania na Kenya, si tunapishana sana na Kenya, ndivyo taifa lake la asili liko na Morocco, yani ni mataifa ambayo yamepakana. Kwa hiyo ni mwamuzi ambaye kidogo amekuwa na rekodi nzuri dhidi ya timu kutoka Morocco, na ndio mwamuzi pia ambaye anaenda kuchezesha mchezo wa fainali dhidi ya Simba. Dehane Beida, mwamuzi bora kabisa, mwamuzi mkongwe kwelikweli kwenye soka la Afrika, lakini historia yake haiwabebi Simba hata kidogo. Yani historia yake inawabeba Berkane, na hapa ndipo ambapo huwa wasiwasi unaibuka na maswali yanazidi kuwa mengi kwamba itakuwaje kwenye mchezo wa fainali. Simba watafanya kitu gani ili waweze kwenda kushinda? Ni swala kusubiri na kuona. Unajua hizi record sometimes huwa zinaishi. Yani hizi record sometimes zinadumu. Kwa hiyo sasa ukiwa unakutana na mwamuzi mwenye record kama hii, kwako inakudhoofisha, kwa sababu kwanza pia Simba wamepelekwa kwenye uwanja wa Amani, uwanja ambao hawana historia nzuri nao, uwanja ambao hawauamini, sio kwamba hawana historia na ule uwanja. Historia wanayo kwa sababu Simba wamefuzu kwenda fainali kupitia ule uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar, lakini hawana imani nao. Yani bado pamoja kwamba ni uwanja ambao uliwasaidia kufuzu kwenda fainali, lakini bado ni hawaamini kwamba uwanja unaweza kuwasaidia wao kwenda kubeba ubingwa kabla ya shirikisho barani Afrika. Na hapa ndipo ambapo wasiwasi wa pili unaenda kuibuka, kwamba pamoja na kwamba mwamuzi ambaye anasimamia mchezo hana rekodi nzuri dhidi ya Simba, ila ana rekodi nzuri dhidi ya Berkane, lakini bado kuna sababu nyingine ya pili
ya uwanja, ambao Simba wao kama club hawana imani na uwanja wa Amani Complex, ila wana imani na uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo pia inaweza kupelekea Simba kwenye huu mchezo kuto kufanya vizuri. Manake Simba wanapaswa kuwa na tahadhari kubwa sana. Dehane Beida hana rekodi nzuri na Simba, ila Dehane Beida ana rekodi nzuri na Berkane. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo kidogo vinatupa wasiwasi. Lakini kingine ambacho kinaleta wasiwasi mkubwa ni kwamba hata kocha Fadlu David pia naye pia kwenye press yake ambayo alifanya kule Morocco alikuwa anazungumza kabisa, anaonesha kabisa wazi kwamba hana imani na uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar. Lakini hizo ni imani tu ambazo sometimes zipo, lakini the team mnapaswa kujiandaa vizuri kweli kweli kwa kwamba ameenda kupata matokeo ambayo ni mazuri. Fauzi Lekija amefanya jitihada za kuifanya Simba inahama Benjamin Mkapa, imefanikiwa, na sasa anaenda Morocco na wanaenda pale Zanzibar, na muamuzi ambaye amepewa ni muamuzi ambaye ana rekodi nzuri dhidi ya vilabu kutoka Morocco, kwa sababu pia naye ni muamuzi ambaye amekaa Morocco kwa muda mrefu. Kwa tusubiri tuone ni nini ambacho kitaenda kutokea, lakini mpaka sasa hali ni tete kwa upande wa klabu ya Simba, na huo ndio ukweli.